عليه حديث ما فيكم البخاري ومسلم. 11 يا 11 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ambaye tunamjua sahaba huyu, tumemzungumza habari zake, alikuwa ni mchungaji wa mbuzi na kondoo. Sayyidina Abubakar na Mtume salamu akapita hapo kumuomba maziwa, akawaambia sina isipokuwa kimoja ambacho hakitoi maziwa. Mtume salamu akakikama kwa miujiza, ndio sababu ya kuslimu kwa Abdullah bin Mas'ud. Tumezungumza habari zake na akawa sahaba mkubwa sana huyu Abdullah bin Mas'ud. Wakati Mtume yuko Maka, yeye alikuwa ni mtoto anayeaminiwa kuchunga kondoo na mbuzi wa watu. Qala, kasema aljannatu, Mtume sallallahu amesema aljannatu akhrabu ila ahadikum, pepo iko karibu zaidi na mmoja wenu, min shiraki na alihi, kuliko soli za viatu vyake, au wengine wametafsiri kuliko kamba ya mbele ya kiatu chake. Shiraki wako waliotafsiri soli, yani lile dubana la chini, na wako shiraki waliosema ni ile kamba ya kiatu chake. Viatu zamani vinafungwa kamba kule mbele, yani kabla haijaja hii habari ya kusuka hizi sandals, inakuwa mbele kuna kama kamba au kama uzi unawekwa, anapotea mtu kidole au miguu kuzuia, ambao wakati mwingine inakuwa ni kamba ya ngozi, ile ngozi ya kushonea kiatu inatengenezwa inatiwa. Kwa hivyo pia unaweza kutafsiri ukanda wa kiatu chake, ukanda wa kiatu chake. Basi pepo iko karibu na mmoja wenu kuliko ukanda wa kiatu chake. Viatu hivi vya kutumbukiza sio viatu vya buti. Zamani nilikuwa tuna viatu na vijua vya bahari vinaitwa mwendo, na vikumbuka viatu vya mwendo vile. Unaweza kutumia miaka 10 kile, mguu wako unabadilika lakini kiatu hakibadiliki. Yani mguu wako unakuwa kwa sababu umekuwa mkubwa, lakini kiatu kiko vile vile. Vilikuwa viatu madhubuti sana, vinaitwa viatu vya mwendo. Na kule bara walikuwa na viatu vinaitwa bata. Wao walikuwa na bata, sisi tulikuwa tuna mwendo. Kampuni zote zimekufa zile. Bata imekufa na mwendo bora ndo bara Bata ni ya Kenya lakini ilikuwa na matawi na Tanzania bara. Sawa. Bora ilikuwa Tanzania bara, bata ilikuwa Kenya, sawa. Na mwendo ilikuwa hapa Zanzibar. Hivyo viatu. Kwa hivyo kile kigozi kinakuja kikakaa mbele, kikazunguka kwa ajili ya kuchomeka dole gumba, halafu kikaja kikavuta tena mpaka upande wa vidole vingine. Hiyo imetafsiriwa kuwa ndio shiraku. Kwa hivyo tunasema ukanda wa kiatu chake. Na ukanda wa kiatu uko karibu na wewe kwenye mguu wako. Kwa hivyo ni maneno ya methali. Yakasema kuwa basi aljannatu aqrabu ila ahadikum, pepo iko karibu zaidi kwa mmoja wenu, min shiraki na alihi, kuliko ukanda wa kiatu chake. Wan naru mithlu dhalika, na moto ni kama hivyo. Rawahu al-Bukhari, kaipokea Bukhari. Yani kwa maana ukitaka kwenda peponi mambo yake yako karibu na wewe sana, na ukitaka kwenda motoni vile mambo ya kwenda motoni yako karibu na wewe sana, kama ilivyokuwa ukanda wa kiatu chako uko karibu na wewe mwenyewe. Haya, nayo hiyo hadithi ameipokea Bukhari. Athani ashara, hadithi ya 12 ana Abi Firas, kutoka kwa Abi Firas Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwenu fe kaitia fata kisra au dhamma hii Abi Firas kisra, kama nilivyosoma mimi. Kwangu hakuna irabu, nimesoma kwa uzoefu tu. Abi Firas, sikusoma Aba Faras wala Abu Furas, nimesoma Abi Firas kwa mazoea, niliyozoea kuyatamka majina haya, lakini haikutiwa irabu kwangu. Kwa hivyo nilikuwa nahakikisha vitabu vyenu vingine kama imekuwa Firas, basi alhamdulillah rabbil alamin, kadirio langu limekuwa sahihi kama elimu yangu inavyoniongoza. Haya, kutoka kwa Abi Firas Rabi'ah, jina lake ni Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, kabila lake, khadimi Rasulillah, muhudumu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa kwa baadhi ya masahaba walijitolea kufanya kazi binafsi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaitwa wahudumu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani anajitolea kwa mimi muda wangu nitakuwa namhudumia Mtume, akinihitaji wakati wote nitakuwa namhudumia. Kwa hivyo naye alikuwa mmoja katika watu wanaofanya kazi namna hiyo, khadimi muhudumu an-nabii wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kasema vipi? Kasema wa min ahli as-sufa, na alikuwa katika watu wa Sufa huyu radhiallahu anhu. Ahlu Sufa, tumesema Sufa lilikuwa ni banda moja pembeni hivi liko katika msikiti wa Madina, linaitwa Sufa. Na walikuwa wanakaa zaidi masahaba ambao walikuwa malofa, hawana kitu, wako pale muda mwingi, ndio kijiwe chao. Sasa zikija sadaka wapelekeni Ahlu Sufa, zikija kazi za kufanya waiteni Ahlu Sufa wafanye kazi zinatakiwa hizi. Kwa mfano kaletwa mnyama anataka kuchinjwa, kuchunwa, kukatwa, haya kawaiteni watu wa Sufa wanafanya hiyo kazi.
Zikija sadaka wapelekeni watu wa sufa, ahlus sufa. Na walikuwa walala hoi hao, pangu pakavu, tia mchuzi, hawana kitu. Na ndio maana baadhi ya watu wa ilmu ya tasawuf wanasema tasawuf imeanza kwa ahlus sufa. Wale ndio wameanza kitu kinachoitwa nini? Tasawuf. Mpaka inapopatikana zaka, Mtume sallam anampa mmoja mtaji wao, nenda kaanzishe, anampa mtaji wake, nenda kaanzishe maisha, anakwenda kuanzisha maisha. Wanapungua wale ahlu sufa kwa kupewa mitaji inayokuja kwenye nini? Kwenye zaka. Kwa hivyo walikuwa walala hoi hawa, wako kwa Mtume sallam katika banda hilo upenuni mwa msikiti, wanaitwa ahlu sufa. Basi na yeye alikuwa katika watu wa kipenu kile au lile banda la pembeni, radhiallahu anhu. Qala, kasema kuntu abitu ma rasulillahi sallam, wakati mwingine nilikuwa ninakesha pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faatihi, nampelekea biwadhuihi, maji yake ya kutilia udhu katika sala ya usiku. Faatihi, nampelekea biwadhuihi, maji yake ya kutia udhu. Wadhu ikitiwa fatha wau inakuwa ni maji, ikitiwa dhamma wudhu inakuwa ndo ule udhu wenyewe. Wadhu ni yale maji ya kutilia udhu, wudhu ndo udhu wenyewe. Kiarabu ni lugha moja pana sana. Wadhu ni maji ya kutilia udhu, wudhu ndo udhu wenyewe. Uitahadhari sana hiyo. Linaandikwa vile vile neno hilo, lakini ikitiwa fatha yanakuwa maji ya kutilia udhu, ikitiwa dhamma unakuwa ndo ule udhu wenyewe. Basi biwadhuihi, nampelekea maji yake ya kutilia udhu, wa hajati, na mahitaji yake mengine yote anayohitaji, au kama anataka kwenda chooni nani. Kasema namba 4 kwangu chini, bi fathil wawi alma'u almu'addu lilwudhu'i. Alwudhu'u bi dhammil wawi, kwa dhamma ya wawu ndio udhu. Basi wadhu bi fathil wawi. Wa hajati, na mahitaji yake, ay mahitaji ilayhi min libasin, kama atahitaji nguo, atahitaji nini, nampelekea. Faqala, basi Mtume sallam siku hiyo akasema, akamwambia huyu jamaa, salni, niombe unachotaka. Salni, niombe unachotaka. Na Mtume sallam akitoa ofa hizi inakuwa kishapata wahi kwamba huyo jamaa anayekuhudumia mpe fursa aombe lolote. Ofa ishatoka kwa Mwenyezi Mungu, kishapelekewa Jibril, kisha mwambia hapa Mwenyezi Mungu kafungua mlango fulani, mwambie huyo jamaa aombe. Unaona faida ya kumhudumia mtu mcha Mungu? Kumpelekea maji tu ya udhu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaa anapewa ofa ya kuomba lolote analotaka. Kaambia salni, niombe. Fakultu, nikasema as'aluka murafaqataka fil janna, na kuomba niwe rafiki yako peponi. Umeona jamaa alichokiomba wewe? Mimi na wewe ungeomba urais wa Zanzibar, ungeomba sijui utajiri, si ungeomba nini? Yeye hakutizama yote, kasema naomba niwe rafiki yako peponi. Basi kuwa rafiki wa Mtume peponi jambo dogo? Hakikisho lake kubwa sana. Asaluka, na kuomba murafaqataka fil janna, niambatane na wewe, niwe rafiki yako peponi. Faqala, Mtume akasema, awa ghaira dhalika, na lisilokuwa hilo lipo? Kuna jengine lisilokuwa hilo unalotaka? Qultu, nikasema huwa dhaka, ndo hilo unalotaka, mimi mengine yote sina jana. Ofa ya pili angepewa hii, kama wewe ungepewa ungesema nataka utajiri duniani nisife maskini. So ofa ya pili kule ya mwanzo ya peponi, akaona sije nikaomba la pili, nikaomba hili la kwanza limeondoka, la pili ndio utakalopata. Sema hilo sina jengine. Huwa dhaka. Qala, Mtume sallam akasema okay, fa'inni ala nafsika bikathrati sujudi, basi nisaidie wewe mwenyewe kwa wingi wa kusujudu. Ukitaka hilo liwe, nisaidie wewe mwenyewe kwa wingi wa kusujudu, yani swali sana. Basi fanya hivyo tu, mimi nitafanya kazi ya kumwomba Mwenyezi Mungu uwe rafiki yangu peponi, lakini wewe swali sana, nisaidie kwa wingi wa kusujudu, yani swali sana. Kisujudu sana maana unaswali sala za fardhi, sala za sunna, unasali sana, swali sana ili nipate nafasi ya kukuombea uwe rafiki yangu peponi. Huyu hajabashiriwa pepo kwa namna fulani, haionekani kwa namna fulani tayari ashabashiriwa pepo huyu jamaa. Hasan niliwahi kusema siku moja, kusema kuwa ni watu 10 tu katika masahaba waliobashiriwa pepo ni jambo linaweza kuzusha mjadala mkubwa. Ziko ofa nyingi zimetoka kwa masahaba mbali na huyu wala si maarufu, wala watu wengi hawamjui huyu, mpaka baadhi ya wanazuoni hawajui kama kuna sahaba wa aina hii.
lakini ofa ya pepo hii hapa. Kwa hivyo kujifunga kusema ni watu 10 tu waliobashiriwa pepo kidogo linaleta tabu. Niliwahi kulisema siku moja kwenye Radio Nuru wakati nazungumzia maisha ya wale watu 10 waliobashiriwa pepo, makhalifa 4 pamoja na wale 6. Nikawazungumza wote kwa ufupi sana, lakini nikasema hivi kwamba hili la kusema ni watu 10 tu waliobashiriwa pepo, wanazuoni wanalitilia mjadala hili. Nikapata masimu mengine makali, shekhe usitupotoshe bwana. Usitupotoshe. Wengine wakanipigia simu yangu kwenye simu binafsi, usitupotoshe bwana, sisi tunajua watu 10 tu ndio waliobashiriwa pepo. Nikamwambia sawa, mimi sitokupotosheni, lakini na nyie someni, msibaki na ujinga. Mimi sitowapotosha inshallah, lakini na nyie someni, msibaki na ujinga. Ndio haya tunaanza kuyaona katika taaluma na sehemu mbalimbali. Rawahu Muslim. Tena hadithi kaipokea nani? Muslim. Maana hata wale wanaotaka kutia ubishi hawana nafasi, ilimo ndani ya supermarket, duka kubwa.